Wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ametaka video za kamera fiche katika eneo ambako ndege iliyokuwa ikimbeba aliyekuwa mbunge wa Emurua Dikir Johana Ng'eno ilifika kuwekwa mafuta kufichuliwa. Akisema matukio yaliyofuata yaliibua maswali, kwani mafuta yaliyoletwa yalitoka eneo la Lodwar ila hayakuwa yameidhinishwa na mamlaka ya usafiri wa anga KAA na yanakisiwa kuwa ndiyo yaliyosababisha ajali ile. Akizungumza alipozuru nyumbani kwa mamake Johana Ng'eno, Gachagua ameyataka mashirika ya usalama ya kitaifa kama shirika la upelelezi la Marekani la FBI kuingilia swala hilo na kuweka wazi yaliyotukia. Isaac Musyoka anarifu. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amezuru nyumbani kwa mamake aliyekuwa mbunge wa Emurua Dikir Johana Ng'eno na baadaye kujumuika na wakazi wa eneo hilo. Gachagua akitaka video za kamera za siri zilizokuwa katika eneo ambalo ndege iliyokuwa ikimbeba Johana Ng'eno ilifika kuwekwa mafuta kufichuliwa, akisema matukio yaliyofuatia yaliibua maswali, kwani mafuta yaliyoletwa yalitoka eneo la Lodwar, kaunti ya Turkana, ila hayakuwa yameidhinishwa na mamlaka ya usafiri wa anga KAA na yanakisiwa kuwa ndio yaliyosababisha ajali ile. Na nilisema ya kwamba hiyo ajali ya ndege tuko na maswali, kwa sababu Johana Ng'eno alikuwa pale Edebes, akawachwa hapo, ndege ikaenda kukunywa mafuta Eldoret. Kufika pale Eldoret saa 8, mafuta ingine ilitolewa Lodwar na sio ile halali ya KAA. Huyo driver alileta hiyo mafuta, akakamatwa na watu ya KRA. Simu ikakuja kali kutoka Nairobi, akawachiliwa. Hiyo ndege ikaweka hiyo mafuta, ndio ikaenda ikaanguka. Sisi tunataka ile CCTV wakati hiyo ndege ilienda kukunywa mafuta. Hiyo CCTV iko. Ameataka mashirika usalama ya kitaifa kama shirika la upelelezi la Marekani la FBI kuingililia swala hili na kuweka wazi yaliyotukia, akisema ana imani na serikali ya Kenya kuendeleza uchunguzi huo, kwani wapo baadhi ya viongozi serikalini waliowashukiwa wakuu. Na sisi tunasema kifo ya Ng'eno hawezi chunguzwa na DCI. Hawezi chunguzwa na Murkomen. Hawa watu akina Murkomen, they are also suspects kwa hii maneno. Na kwa hivyo hawezi simamia uchunguzi. Tunataka kumwambia William Ruto, kama uko clean kwa hii maneno, ualike Scotland Yard ya United Kingdom ama FBI kutoka Amerikani wakuje wafanye uchunguzi kamili, tujue hiyo mafuta ilitoka Lodwar, ilitumwa na nani. Hata hivyo, Gachagua amelani hatua ya baadhi ya viongozi kuahidi kusimama na familia marehemu Ng'eno baada yake kuaga dunia, akisema mamake Ng'eno alipuuzwa na viongozi wale baada ya hafla mazishi kukamilika. Tangu isemekane nitafika hapa, mama amesumbuliwa sana. Alikuwa anaambiwa aende Nairobi ndio nisimkute hapa. Huyu mama akasema ataningoja, kwa sababu tangu Johana Ng'eno azikwe hakuna mtu amerudi hapa. Wameanza kumtafuta saa ile wamesikia Rigiji anakuja. Amekuwa hapa anahangaika. Tunapoongea mtoto wake ako hospitali Eldoret, amefungiwa huko, ako na bili ya 1.8 million. Vilevile Gachagua amekashifu hatua ya baadhi ya viongozi kujaribu kumzuia kuzuru eneo la Emurua Dikir, akisema yeye ni kiongozi wa kitaifa na ana uhuru wa kuzuru eneo lolote kama kiongozi mwingine. Mimi ni Mkenya, katiba ya Kenya inakubalia kiongozi wowote kutembea katika Jamhuri ya Kenya. Emurua Dikir ni Kenya. Hapa hapana Uganda, hapa hapana Tanzania. Rigiji ni Mkenya, Emurua Dikir ni Kenya. Kwani Rigiji akifika Emurua Dikir ameua mtu? Kwani kuna mtu ametukana? Mbona mnazuia kufika kuongea na mamake Johana Ng'eno? Isaac Musyoka, Undugu TV.